Na tuanzie uchambuzi wa jioni hii. Makubaliano ya usitishaji mapigano kati ya Marekani na Iran yapo katika hatari ya kuvunjika baada ya Marekani kusema imekamata meli ya mizigo ya Iran, huku Iran ikisema itajibu hatua hiyo. Haya yanajiri mnamo wakati Pakistan ikiandaa duru ya pili ya mazungumzo kati ya Washington na Tehran. Hata hivyo, Tehran imesema haijafanya uamuzi kamili kushiriki mazungumzo hayo. John Juma ana maelezo zaidi. Marekani imekuwa na matarajio ya kurejea tena mezani na Iran kwa duru nyingine ya mazungumzo nchini Pakistan, saa chache kabla muda wa makubaliano ya awali ya usitishaji vita kwa wiki 2 kumalizika. Tayari Pakistan inaendelea na matayarisho ya mazungumzo hayo. Rais wa Marekani Donald Trump alitangaza kwa ujumbe wake utawasili Pakistan leo Jumatatu, lakini msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran Ismail Baghai amesema Washington imeonyesha kutojitolea kikamilifu kwa juhudi za kidiplomasia. Kufikia sasa ninapoongea wewe, hatuna mpango wote kwa duru inayofuata ya mazungumzo. Hakuna uamuzi wowote uliokwisha kuchukuliwa kuhusu hili. Baghai amesema Iran haitabadili matakwa yake na kwamba jamhuri hiyo ya Kiislamu haiamini wala kutambua masharti ya nje kunapokuja suala la kulinda maslahi yake ya kitaifa. Mnamo Jumapili, Trump alionya kwa Marekani itashambulia kila daraja na vituo vya nishati nchini Iran ikiwa Tehran itakataa masharti yake. Hayo yakijiri, afisa mmoja wa ngazi ya juu nchini Iran ameliambia shirika la habari la Reuters kuwa muendelezo wa mzingiro wa Marekani unahujumu uwezekano wa mazungumzo ya amani. Chanzo hicho cha habari kimesema hawapo tayari kwa mazungumzo yanayolenga mifumo ya ulinzi wa Iran, ikiwemo mpango wake wa makombora. Chanzo cha habari kutoka Pakistan kimesema mkuu wa majeshi wa Pakistan ambaye pia ndiye mpatanishi mkuu wa Pakistan, Asim Munir, amemwambia rais wa Marekani Donald Trump kwamba mzingiro wake ni kikwazo kwa mazungumzo yanayopangwa na kwamba Trump alijibu kuwa atazingatia ushauri huo. Mnamo Aprili 7, Trump alitangaza usitishaji mashambulizi na Iran kwa wiki 2, japo hakuweka wazi tarehe kamili ya kumalizika kwa makubaliano hayo. Kipindi hicho kinatarajiwa kumalizika Jumanne usiku nchini Marekani, ambayo ni sawa na Jumatano asubuhi nchini Iran. Alipoulizwa mwishoni mwa wiki kuhusu uwezekano wa kurefusha muda wa makubaliano hayo, Trump alijibu kwamba hajui kama itawezekana au haitowezekana, lakini mzingiro utaendelea. Tukisalia katika mzozo huu, mjumbe wa ngazi ya juu wa Iran amesema kwamba Tehran inaangalia kwa mtazamo chanya uwezekano wa kushiriki katika mazungumzo ya amani na Marekani, lakini hakuna uamuzi wa mwisho uliofikiwa kufikia sasa. Kwa kuzingatia kauli hii ya Iran, unadhani ni kwa kiwango gani kuna matumaini ya mkutano huu kufanyika kabla ya usitishaji mapigano haujaisha? Swali hili na mengine nimemuuliza mchambuzi wa siasa Mubelwa Bandio. Nafikiri jambo la kwanza tunatambua kwamba nchi zote zinahitaji mkataba huu ama wanahitaji kusitisha vita hivi. Vina athari kwa pande zote, pengine kwa kiwango sawa kabisa. Kwa Iran tumeshaona uharibifu ambao umefanyika. Wanasema kama watakuwa na pesa na kuanza kufanya ukarabati wa haraka, inaweza kuchukua zaidi ya karibu muongo na nusu, miaka 12 mpaka 15 kurejesha walipokuwa kabla ya Februari 28. Lakini kwa Marekani hali inakuwa mbaya, kwa sababu namna kuweza kutangaza ushindi ni lazima watangaze ushindi ambao wanaweza wakaja wakautetea kwa wananchi wa Marekani, kuambia kwa nini kodi yao katika mabilioni ya dola yameweza kutumika. Bandio, ni mambo gani labda ya kisiasa au ya kiusalama yanaweza kuendelea kuchelewesha hata yasifanyike, na wakati wanatarajia uamuzi wa mwisho ili kushiriki mazungumzo haya? So lazima naona hapa ni nuclear, kwa maana kwamba Iran wamesema kwamba, na sidhani kama wanaweza kukubali kutoa nuclear zake zote ziende zikawa chini ya Marekani. Hilo inaweza kuwa ni kujiua kisiasa kwa wataka kwa madarakani hivi sasa. Na Marekani kusema kwamba ni lazima nuclear hiyo wakabidhiwe wao, pia nafikiri ni jambo bovu. Ninachohisi hapa kitakachotokea ni kwamba watajitahidi kwa namna yote kuweza kukutana katikati. Iran alisema tunaweza tukasitisha hii kwa miaka kadhaa, kama hiyo ndio tatizo, wakati taasisi ambazo zinashirika masuala ya nuclear zikifanya uchunguzi na pengine ukaguzi na kuangalia miradi yetu jinsi ilivyo. Marekani alikataa kuzikana na hilo. Kwa hiyo nafikiri namna pekee ambayo wanaweza wakaja pamoja ni kukubaliana na ule sitisho la Iran kuweza kufanya kwa muda kadhaa, na baada ya hapo Marekani anaweza akasema kwamba okay, tumesitisha kwa hivi sasa, tunaendelea kuchunguza, na hiyo inaweza kawapa angalau talking point ya kuweza kurejea hata katika kipindi cha uchaguzi wakati
Kufikia sasa Trump tayari anasema anaamini kwamba mazungumzo yatafanyika na mwakilishi ama mpatanishi Pakistan tayari ameshajiandaa kuwapokea wawakilishi katika mazungumzo haya. Pengine kimtazamo wako unadhani kwamba anajiamini vipi Trump kwamba haya mazungumzo yatafanyika licha ya kwamba Iran ina kauli ambazo inatoa na kusema kwamba hayatafanyika mazungumzo mpaka pale Marekani itakapoondoa vikwazo na shinikizo inayojaribu kuiwekea? Trump huyu alituambia baada ya vita vya 12 kwamba wameteketeza kila aina ya nyuklia, lakini Trump huyu alisema kwamba anaanzisha vita kwa sababu kuna madini ya urani ambayo yalirutubishwa na bado yapo. Alipokuwa anafanya vita vya mwaka jana, anasema kwamba hawana uwezo kabisa wa kutengeneza tena kwa sababu kila kitu kimeharibiwa, lakini hivi sasa anataka mkataba ambao tuonyesha kabisa kwamba hawataendelea kutengeneza katika kitu ambacho hawawezi kujenga kama mwaka jana na sasa. Kauli zake mara zote ni kwa ajili ya watu ambao ni tunasema ni base yake ambayo haifuatilii geopolitics, haifuatilii siasa za kimataifa, wanafuata kila ambacho anasema. Lakini watu tunajua kwamba leo hii wakati wenzao bado hata hajafika Islamabad, anasema kwamba mkataba utasainiwa. Alisema kwamba hakuna, wameua viongozi wote, hakuna hata kiongozi wa kuongea naye ili mazungumzo yaendelee. Kwa hiyo wakati vile naanza nilikuwa na hofu sana kwa sababu watu wengi walikuwa wanasikiliza kauli zake kama kauli za nchi. Imekuwa wazi hivi sasa kwamba anachokisema hawakipori kule. Sana wanajaribu kutumia kile katika kumjibu tu. Kwa hiyo ninachoona ni kwamba sasa hivi uwezekano mkubwa wa kauli zake kupuuzwa na wale wanaoshiriki wakitambua kabisa kwamba huyu ni mtu anayejitapa lakini hazungumzii uhalisia ambayo wananchi wanataka. Nafikiri ndio natupa tumaini kwamba sasa watu wamejua kwamba sema Trump haimaanishi kwamba ndio kauli ya Amerika, labda wakazungumza na wawakilishi na makubaliano ambayo yatawekwa katika karatasi. Ni Bandio Mubelwa, mchambuzi wa siasa. Tukisonga mbele, kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 ametoa wito wa kugawanywa kwa haki maliasili za barani Afrika. Papa Leo ameyasema hayo alipoongoza misa iliyohudhuriwa na watu wapatao 60,000 katika jiji la Sao Remo, sehemu mojawapo inayozalisha madini ya almasi nchini Angola. Papa amelaani unyonyaji wa watu wenye nguvu. Zaidi na Zainab Aziz. Sao Remo ni mji mkuu wa jimbo la Lunda Sul lililokuwa limetengwa kihistoria, ambalo liko karibu na mgodi mkubwa zaidi wa almasi nchini Angola, Katoka, ambao huchimbwa takriban 75% ya almasi nchini humo. Angola ina utajiri mkubwa wa malighafi na pia ni muuzaji wa mafuta na gesi. Hata hivyo, wengi kati ya wakazi wake milioni 37 bado wanaishi katika umaskini kutokana na athari za muda mrefu za mgogoro, huku kukiwa na pengo kubwa la usawa kati ya matajiri na masikini. Wakati wa vita vya wenyewe kwa wenyewe vya miongo kadhaa baada ya Angola kupata uhuru kutoka kwa mkoloni Ureno mnamo mwaka 1975, majeshi na vikundi mbalimbali vya waliomiliki silaha vilifadhiliwa kwa mapato yaliyotokana na biashara ya almasi na mafuta. Angola ni kituo cha 3 katika ziara ya Papa Leo barani Afrika. Kiongozi huyo mkuu wa Wakatoliki wapatao bilioni 1.4 duniani amekosoa unyonyaji kwenye bara la Afrika wa mataifa ya kigeni na mashirika ya kimataifa. Alipowasili hii leo Jumatatu kwenye jiji la Sao Remo, Papa Leo wa 14 alitembelea makao ya wazee katika jiji hilo la mashariki mwa Angola kuwasalimia wazee na kuwapa zawadi. Akizungumza kwa Kireno, Papa Leo ameisifu hatua hiyo ya kuwalea wazee walio katika mazingira magumu kwa kusema hakika hiyo ni ishara muhimu sana na kipimo cha ubora wa masuala ya maisha ya kijamii ya taifa lolote lile. Ninatoa shukrani zangu kwa mamlaka ya Angola kwa kuweka mipango inayowanufaisha wazee wenye uhitaji, na washukuru pia wafanyikazi wote na watu wanaojitolea. Kuwatunza walio dhaifu ni ishara muhimu sana ya ubora wa maisha ya kijamii ya kila taifa. Tusisahau kwamba wazee sio tu watu wanaohitaji msaada, lakini kwanza kabisa wanahitaji kusikilizwa, kwa sababu wao wanahifadhi hekima ya utu. Ziara ya Sao Remo ilikuwa mojawapo ya mambo muhimu ya kichungaji katika safari ya Papa nchini Angola, ambayo ilianza na kuwasili kwake katika mji mkuu wa Angola, Luanda, mnamo Aprili 18. Kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani anatarajiwa kwenda Guinea ya Ikweta hapo kesho Jumanne, Aprili 21, kituo cha mwisho katika ziara yake ya siku 10, ambako itakamilika kwa Papa huyo kutembelea vituo katika miji na vijiji 11